Wasanii wa muziki nchini Tanzania wametakiwa kujifunza muziki ya nchi mbalimbali duniani ili kuweka utofauti wa ladha na kufanya muziki kuwa ni kivutio cha wageni wanaotoka katika nchi mbalimbali na haswa nchi ya Urusi. Akizungumza katika hafla ya tamasha la mradi wa kimataifa awamu ya pili ya kutangaza utamaduni wa muziki kupitia lugha ya ulimwenguni ya muziki wa Kirusi kwa kutumia kifaa cha ala ya piano, hafla ambayo imefanyika katika ukumbi wa Marumaru Hoteli mji mkongwe kisiwani Unguja. Msanii mkongwe na nguli katika fani ya habari Mariam Hamdani anasema imefika wakati sasa kwa wasanii kuona utofauti katika muziki wa nchi mbalimbali. Nzuri sana, yani wamefanya vizuri sana kuja hapa. Na at least watu wazoee mashikio yao kusikiliza muziki ya watu wakubwa. Hawa kina Tchaikovsky, kina Bach. Wasanii wakubwa mbalimbali lazima wasikilize ile music, zizoee mashikio yao. Kwa hivyo hii wale organize wamefanya nzuri sana na ndio maana watu wamejaa. Ni kweli kuna notes zile unapitia, hii yote hii iko katika notes, unapitia music yake ndefu sana, na ni vizuri vijana wa Zanzibar wakaendelea wakafundishwa music kama hizi vile vile. Wasiwe tu wanapiga yani mashikio yanakuwa na hata ule moyo unakuwa zoe music kama hii. Hii music imetulia, music nzuri, inafurahisha, inaingia ndani ya moyo. Mimi nimefurahi sana leo. Yani ningalikuwa sikuja, ningalijuta. Ningalisikitika sana. Akisifia muziki wa Kirusi, Mariam Hamdani anasema amefurahishwa na muziki wa Kirusi ambao unaleta utofauti na ladha ya kipekee kama hapa anavyosema. Muziki yao nzuri bwana, raha hasa. Na kama mimi nilikuwa napenda kwenda Bolshoi Theater, wanaita theater kubwa, kulikuwa na ndogo na kubwa. Na hizi za Tchaikovsky, alafu Tchaikovsky una opera moja Swan Lake. Wanasema Lebedina Ozera. Wanaipenda sana. Sasa kule Moscow nilikuwa nakwenda sana theater. Nikaenda London, siku hiyo nikaikuta inapiga bei iliyotolewa. Nikasema atarudi huku Urusi nikaiangalie. Lakini music nzuri, alafu mwisho wameimba ile Padmaskovsky Vechera. Alitumaliza. Maana ndio wakati ule sisi ndio inapigwa ile. Kwa hivyo kama msanii napenda music tena sana, kila aina. Sasa hii ya Kirusi ndio inanitia wazimu hasa. Sasa kina Tchaikovsky hawa, alafu tunakwenda wengine wale kina Beethoven, sio kina Bach, kina nani. Wote mimi nawasikiliza. Alafu nyumbani kwangu kutakuja kusikiliza hata nyimbo za Kihindi. Kama leo nilikuwa nasikiliza za zamani zile raha. Lakini watu wa sasa wanapotoshwa. Yani hawapewi vitu vile. Lazima wapewe wawe na tofauti. Ni kama mtu anakaa na kula wali tu, wali kila siku. Hajui kama kuna vitu vingine vitamu, kuna mseto, kuna nini.
Sasa hiyo ni muhimu. Halda Alkanani ni mkurugenzi wa chuo cha muziki DCMA, anaelezea jinsi ya utofauti aliouona kati ya muziki wa Tanzania na mataifa mengine. Leo hii tuko hapa Marumaru, ndiko tumekuja kwenye hii show ya classic ya wanamuziki kutoka Russia. Muziki uko tofauti na muziki tuliozoea ya utamaduni wa Zanzibar, lakini kama mabadilishano ya utamaduni ni nzuri ikiwa pale chuoni DCMA pia wapo wanafunzi ambao wanajifunza muziki huu wanapiga vyombo hivi piano na kuimba. Kwa hiyo wanapata kuona jinsi gani watu wa mataifa mengine wanavyofanya performances, wanapata kujifunza zaidi. Wanafahamu kwa sababu ndivyo wanavyosoma. Unafahamu tu ukiwa pale chuoni tunakutana na wanamuziki kutoka nchi tofauti tofauti, na wanamuziki wanafahamiana wenyewe wakikutana, japo hawafahamiani kwa mazungumzo ya lugha, wakishaanza kupiga vyombo tu wanafahamiana, inakuwa ni rahisi kwao mara moja. Kama hapa tulikuwa tuna wanafunzi walivyosoma program tu wameweza kujua na kufurahi, wakasema yes, this is what we want to see it live. Dennis von Meck kutoka nchini Urusi anaelezea kuhusiana na tamasha hilo la utamaduni wa muziki kupitia ala ya piano. My name is Dennis von Meck. I am a founder of a charitable foundation named after Nadezhda von Meck, who was the closest friend and supporter of Pyotr Ilyich Tchaikovsky, the Russian composer. And I'm a descendant of that person. And what we do, we are traveling all around the world, showing how nice, how beautiful is the music of Tchaikovsky, and also tell him about him as a person, because he was really very, very interesting person, very open mind, very open heart, very good heart. And I suppose knowing about him, we try to show more about all Russian culture. So we spoke about another composers who he had friendship with. We speak about poetry, about literature, so all kind of legacy which remain from 19th century and beginning of 20th century. And here we show some Russian music, not only Tchaikovsky, also Rachmaninoff and Rimsky-Korsakov, and European composers as well. So we believe that this kind of entertainment bring to people peace, harmony, and love. So this music comes mainly from Russia. So there are several opuses by Tchaikovsky, several opuses by Rachmaninoff and Rimsky-Korsakov, and the rest is from 5 different French composers, European composers. Sanaa hiyo ya utamaduni wa muziki wa Kirusi kupitia kifaa cha piano kimevutia watazamaji wengi waliofika katika tamasha hilo.
Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka Marumaru Hoteli, mji mkongwe, nyuma ya ngome kongwe, Mwarabu Madi. Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.